Kwa majina yangu naitwa Deborah Christopher Kibanda. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Kandaga. Nipo hapa kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa ndugu Fides Kumbo ambaye ni mgombea udiwani. Fides Kumbo amekuwa mkombozi kwa muda wa miaka 5 iliyopita, kwa miaka 10 ambayo alipokea mtu mwingine, lakini yale aliyofanya kwa kipindi kile aliposimama yote alisimama. Lakini kwa sasa kulingana na wivu alionayo na jinsi tunavyomwamini, leo anakuja kujitambulisha mbele yetu na mbele ya umati wa watu kwamba ataendelea kufanya, na ndivyo ilivyo, kwamba ni mchapakazi, ni kijana anayejiamini, ni kijana anayependa maendeleo. Na hivyo sisi kama wananchi tunatamani sana, hasa ni hata mimi kama mmoja wao wa wapiganaji kama yeye, natamani awe diwani wa kata yetu ya Kandaga. Tutafurahi kwa kazi atakayofanya. Kipindi cha utawala wake, kwanza alisimamia vyema sekondari ya Kandaga. Kipindi ilikuwa shule ya msingi lakini ikabadilishwa kawa sekondari. Pili, amefanikisha kuzindua barabara ya kutoka Kalenge kwenda Kasuku kwa ajili ya mawazo yake, na aliposhirikiana wengine, basi barabara mpaka saizi inapitika, watu wanasafiri vizuri kupeleka bidhaa zao ndogo ndogo, wanafuata mahitaji yao. Pia amefanikisha barabara ya kutoka Kalenge, kutoka wapanda njia kuelekea Kaseke, ambapo hapo tulikuwa tunapata huduma za kupata dagaa wabichi, na kipindi cha nyuma kabla ya hapo dagaa tulikuwa tunawapata kwa muda mrefu wameshaharibika, lakini kwa sasa ni asubuhi mapema tunatangaziwa dagaa wabichi wameshafika kijijini. Kwa hiyo tunajivuna sana kwa mawazo yake na kwa juhudi alionayo na kwa mbinu alizonazo za kimawazo za kuweza kutekeleza kile ambacho amekipanga kufanya. Kwa majina anaitwa Neema Anthony Ndadia, mkazi wa kijiji cha Kalenge. Kwa kweli Fides Kumbo kipindi alipokuwa diwani wa kata ya Kandaga, mengi tuliyaona aliyoyafanya, na mpaka sasa tunategemea akiingia kwenye udiwani mengi atayafanya, hasa kama kituo cha afya cha Kandaga. Tunaomba sana akiingia, ndio cha kwanza, tumeshamsihi sana akiingia kio cha kwanza ukisemea. Kwa muda wa miaka 10 tangu alivyoacha uongozi mpaka sasa tunateseka kwa ajili ya kituo cha afya. Yaani kipo, lakini bado aliyekuwemo alikuwa anakizungusha mara kijiji hiki mara kijiji huko, kwa hiyo kashindikana kuwekwa. Kwa hiyo awamu hii sasa, baada ya uchaguzi, kwamba uchaguzi unaingia, kijiji kata ya Kandaga ndio wameamua kwamba kituo cha afya kirudi pale pale kilipokuwa, ila zamani walikuwa bado wamekistopisha kabisa. Idi Hamisi Fadhili natokea Kandaga. Nilihudhuria mkutano huu wa NCCR Mageuzi. Nina imani kubwa sana juu ya mgombea wetu wa udiwani. Kaongoza miaka 5 iliyopita. Tumeona maendeleo yake mazuri zaidi. Aituletea barabara, akatuletea vikundi vijana. Tulinufaika kwa mambo mengi sana. Sekondari akaitetea mpaka tukaipata. Kwa hiyo nina imani kubwa sana kwa miaka 5 mingine itakayopita tutapata manufaa vijana. Vijana leo tumekuwa tukihangaika, hatuna ajira, tumesoma, hatuna vikundi, uhamasishaji hakuna, ila kwa kupita kwa jirani wetu miaka 5 mingine tuna imani atafanya makubwa zaidi. Kwa majina naitwa Aurelia Heneliko Bidagwa, ni mkazi wa kijiji cha Kalenge, kata ya Kandaga, wilaya ya Uvinza. Kwa kweli kwa miaka 5 Fides akiwa diwani, tumeona mengi aliyoyafanya, hasa barabara katika kata yetu, shule sekondari. Amejitahidi kufanya hivyo, pengine alichangia hata pesa za mfukoni mwake. Hivyo tuna matumaini kama tutampa ridhaa karudi madarakani, kwanza kabisa tuna uhakika tutapata kituo cha afya, maana kilikuwa kimeshaandaliwa kata ya Kandaga, lakini kulingana na mvutano wa wananchi mpaka dakika hii bado hakijajengwa, lakini tunaamini atakapopita kama madarakani kituo cha afya tutajengewa bila wasiwasi. Pamoja na hivyo, wanawake kama wanawake tunazo changamoto nyingi, hasa hususa pale tunapokuwa wajawazito. Unaona, pengine unakuta mtu anaenda kujifungua, unafanyia operation, pesa tunazozitoa ni nyingi sana. Hivyo tuna matumaini tukimpa ridhaa, tutamuomba akatusemee huko, walau pesa tunazozitoa tunapofanyia operation ziweze kupungua, aidha tuondolewe kabisa. Tutashughulika na elimu kama mkitupa ridhaa. Elimu tunashughulikaje wakati shule zipo na madarasa yapo na walimu wapo? Yapo mambo mengi yamekosekana shuleni. Shuleni sio majengo wala dawati tu, ni lazima walimu wawepo.
Lakini elimu ni kitu gani? Mimi mkinipeni kula, nitashauriana na walimu jinsi gani tunaweza tukapata kopi, mashine za kopi kwa ajili ya kudurufu mitihani ili watoto wao wanafanya mitihani. Zahanati tunazo mpaka leo, karibu kila kijiji kina zahanati, si ndio? Tabu ni nini? Tunajua tabu. Zahanati zipo, kituo cha afya hatuna. Tumekubaliana tangu kipindi kile, tukaweka miutasari kwamba tutajenga kituo cha afya, tukaenda hadi tukafika hatua ya kusema kijengwe hapa na tukapima. Lakini mpaka leo wameingia watu, wameanza kukutana, wanasema kijengwe hapa, kijengwe huku, hadi leo hawajajenga. Shida ni nini? Nimesema shida ni mahusiano, shida ni ushirikishwaji. Mimi naamini karibu nilipokuwemo, kila mwezi tulikuwa tukifanya mikutano na wananchi, tunaambiana changamoto zilizopo kule halmashauri, tunaambiana changamoto zilizopo kijijini kwetu. Mwisho wa siku tunazifikisha panapohusika. Naombeni ridhaa yenu tukashughulike na hili. Ndugu zangu, mtu anayechezea afya, mtu anayecheza na afya zetu, tumuogope sana. Siku moja mimi nikauliza swali, ndugu yangu, unasema mradi umekamilika wa maji. Haya, kulikuwa na lambo 2 za kunyweshea wanyama mifugo yetu. Hayo malambo umejenga wapi? Kwa hiyo tukabishana, mwisho wa siku kwa utaratibu wao wakasema mradi umekamilika, lakini leo mniambie hayo maji yanapatikana wapi? Chanzo kimefungwa Mlela. Tulikuwa na chanzo chetu, inasemekana maji yameshuka. Wakaenda wakaunga chanzo kingine Mlela, maji yanaingia tankini. Lakini mpaka leo ukisema uruhusu maji kijijini, nadhani yataenda gati moja, magati mengine mipira yote ilishafahamu. Kwa maana hiyo, naombeni kula zenu zienee, tuende tukalisemee mradi wetu wa maji uweze kukamilika, tuteke maji. Kandaga oye! Swala la kilimo, ndugu zanguni, hakuna mwana Kandaga asiyolima. Mabwana shamba wapo, lakini hawatuelezi hali halisi tunaweza tukafanyaje ili tutokane na kilimo tunacholima sasa. Ndugu zanguni, napenda kuhakikishia kula zikienea kwa Ngukumbo, na waambieni ukweli. Kwanza kabisa mimi ni mkulima, na kwa sababu ni mkulima, nitahakikisha tunashauriana, tunaelekezana ni jinsi gani tuweze kulima hata kwa kiasi kidogo, lakini tutumie pembejeo ili tuepukane na hizi hasara zinazotukuta. Kandaga oye! Vijana tunawaona hapa wana mambo mengi ya kufanya. Kwanza bado wana nguvu. Changamoto iliyopo ni nani akae nao, ni nani waelezane hizo changamoto zinazowakuta, ili waweze kutoka hapo walipo kwenda hatua nyingine. Vijana ndio wanaoshambulia sana miti yetu sasa hivi. Wanashambulia miti yetu waweze kupata chochote kitu kwa ajili ya kukata mkaa. Na waambieni ukweli, mkinipa kura zikaenea, yapo mambo tutakaa chini tujadili ni jambo gani tunaweza tukafanya tukatokana na uharibifu wa mazingira. Kandaga oye! Mimi ninao machache kama hayo ambayo nimeyasema. Naombeni myachukue kama moja ya mkataba wa makubaliano kwamba kura zikienea, hayo ndiyo ya kwanza kwenda kusemea.